أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirulmuminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, katika hutuba zilizopita nilikuwa nimeeleza kuhusu vita za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hulka tukufu za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizodhihiri katika vita. Kuhusiana na hilo nilikuwa nimeeleza maelezo ya vita ya Tabuk. Maelezo yake mengine ni kama hivi. Imeandikwa ya kwamba wakati ule mwanamke mmoja alionyesha ikhlasi na jaziba sana. Habari hii imesimuliwa hivi ya kuwa kwa ajili ya vita wanawake pia walijitolea sana na hawakukaa nyuma. Walikuwa kwenye mstari wa mbele katika kutoa mali na wakivua dhahabu zao wakampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vivyo hivyo kuna tukio moja la kujitolea kwa namna ya ajabu ambalo limetunzwa katika historia. Hazrat Musleh Maud akilieleza tukio hili anasema ya kwamba kwa kuwa jeshi ilikuwa ielekee upande wa Syria na manzari ya vita ya Mauta ilikuwa mbele ya macho ya Waislamu, hivyo katika moyo wa kila Muislamu wazo la kumlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa juu kuliko mawazo yote. Mpaka kina mama pia walikuwa wanahisi hatari hiyo na walikuwa wanawasihi waume zao na vijana wao kwenda vitani. Ikhlasi na jaziba hiyo tunaweza kuijua hivi ya kwamba sahaba moja ambaye alikuwa amekwenda nje kwa kazi fulani akarejea muda ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na jeshi alikuwa ameshaondoka Madina. Baada ya kukaa nje kwa muda mrefu, alipoingia katika nyumba yake kwa wazo hili kwamba ataenda kukutana na mke wake na atafurahia, yeye akamwona mke wake akiketi uwani na akaenda mbele kwa upendo ili kumbusu. Alipofika karibu na mke wake akamsukuma nyuma kwa mikono yake miwili. Swahaba huyo akamwona mke wake na uso wake kwa mshangao na akamuuliza kwamba kwa nini amemtendea hivi hali amekuja kukutana naye baada ya muda mrefu. Mkewe akasema kwamba je, huhisi haya? Mtume wa Mungu anakwenda mahala penye hatari na wewe unathubutu kumbusu mke wako. Kwanza kabisa nenda huko na utekeleze wajibu wako, kisha tutaangalia mambo mengine. Swahaba huyo akatoka nje ya nyumba yake na akaweka tandiko juu ya farasi yake na akaenda kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hatua ya tatu. Kisa hicho Hazrat Musleh Maud amekieleza katika sehemu nyingine. Cha kwanza ni katika dibaji ya tafsir al-Quran na cha pili alikuwa ameeleza kwenye hutuba yake moja aliyoitoa katika ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya. Hazrat Musleh Maud anasema ya kwamba safari moja Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma swahaba moja nje kwa kazi fulani.
na huko nyuma yake ikatokea tukio la vita ya tabuk. Muda huo ulikuwa mgumu sana. Serikali ya Roma ilikuwa na nguvu sana, kama vile siku hizi ni serikali za Marekani na Urusi. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akiwa na kundi dogo la jeshi akalazimika kutoka kwenda kupigana na utawala mkubwa wenye nguvu. Katika Madina waislamu walikuwa wachache sana, na kisha watu wa jirani pia walikuwa hawakujumuika. Lakini hata hivyo, kama wangejumuika, hawakuwa na thamani yoyote zidi ya kaisari wa Roma. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba watu wote waondoke kwenda vitani. Jeshi la Kiislamu lilipoondoka, sahaba huyo ambaye mtume alikuwa amemtuma nje kwa kazi fulani akarejea nyumbani. Alikuwa kijana na muda si muda alikuwa amefunga ndoa. Baada ya kukaa mbali kwa muda mrefu, alipoingia katika nyumba yake akamwona mke wake akiketi uani. Moja kwa moja akaenda kwake na akataka kumkumbatia, lakini mkewe badala ya kumkumbatia mumewe akamsukuma nyuma kwa nguvu yake na akasema kwamba mtume wa Mungu anaenda katika medani ya vita. Mtume wa Mungu ameenda katika medani ya vita na wewe unataka kunikumbatia? Wallahi, maadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam harudi kwa amani, mimi sitaona uso wako. Sahaba huyo wakati ule ule akatoka nje ya nyumba yake, na kwenye hatua ya 3 kutoka Madina akaenda kukutana na jeshi la Kiislam, na kisha akaja nyumbani, muda ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake wengine akarejea Madina. Ilmuradi, hawa ndio watu ambao katika kila aina ya hatari wakatia uhai wao kwenye hatari. Shida na mateso yoyote hayakuwafikia ambayo wakayachukulia kama shida na mateso, bali wakipata nafasi yoyote ya kutoa huduma walikuwa wakijitolea uhai wao kwa furaha zote. Kwa vyovyote vile, katika maelezo yake imeandikwa hivi ya kwamba 15 au sawa na baadhi ya riwaya ni vituo 19 ambapo mtume sallam akipiga kambi pamoja na maswahaba zake akafika katika eneo la Tabuk. Katika safari hii ya Tabuk, vitu ambavyo akapiga kambi maelezo yake hayakupatikana kama yenyewe, lakini baadaye katika sehemu hizi misikiti ikajengwa na misikiti ikapewa majina kwa munasaba wa maeneo hayo. Hivyo wanahistoria wameeleza ya kwamba ni sehemu hizi ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amepiga kambi. Majina ya mahala hapa yameelezwa katika vitabu ambayo ni 15 hadi 22. Katika Sira Ibn Ishaq na Ibn Hisham, sehemu 17 ambazo zimetajwa kama mahala pa kujengea misikiti ni kama hizi: Zulkhushub, Faifa, Zulmarwa, Ruqa, Wadiul Qura, Said, Hijr, Sadr Hauza, Zuljifa, Shiq, Tara, Albatra, Ala, Zatul Khitmi, Akhzar, Zatul Zirab, Saniyat Midran na Tabuk. Riwaya moja inasema ya kwamba had Uqba bin Amir anasimulia ya kuwa sisi katika vita vya Tabuk tulitoka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiku mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam akalala. Safari ilikuwa ndefu sana, alikuwa amechoka mno. Hivyo alipoamka jua lilikuwa limeshatoka tayari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bilal, ewe Bilal, sikukuambia kwamba unisubiri kwa ajili ya alfajiri, yani uendelee kuwa macho na uniamshe wakati ule? Hat Bilal akasema, ya Rasulullah, mimi pia nikalala kama uliolala wewe, nikashikwa na usingizi. Msimuliaji anasema mtume sallallahu alaihi wasallam akaamuru jeshi kuondoka, na kisha baada ya kusafiri kwa muda akishuka kutoka kipando chake akaswali suna, na kisha akaswalisha maswahaba. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusafiri mchana kutwa na usiku kucha hadi siku ijayo. Wakati wa asubuhi mtume sallallahu alaihi wasallam akafika Tabuk. Katika muda huo, japo haikuandikwa, lakini katika nyakati za sala zitakuwa zimesaliwa kwa wakati.
baada ya kufika huku mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hutuba. जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से mtume sallallahu alaihi wasallam akamhimidia allah, kisha akasema, eni watu, की फिर फरमाया jambo la kweli kabisa ni kitabu cha mungu, सच्ची बात na kishikio madhubuti kabisa ni jambo la uchamungu, मजबूत तरीन कड़ा na dini iliyo bora kabisa ni dini ya ibrahim, बेहतरीन मजहब na suna iliyo bora kabisa ni suna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jambo la juu ni kumkumbuka allah, na kisa kilicho kizuri kabisa ni qurani tukufu, na mambo mazuri ni yale yanayofanywa kwa nia imara, na mambo mabaya kabisa ni bidhaa, na mwongozo bora kabisa ni mwongozo wa manabii, na mauti iliyo bora ni mauti ya kishahada, na baada ya kupata mwongozo upotevu ni upofu mkubwa, na matendo mazuri kabisa ni yale ambayo yawe yenye faida, na mwongozo ulio mbora ni ule ambao ufuatwe, na upofu mbaya ni upofu wa moyo, si upofu wa macho bali ni upofu wa moyo, mtu ashindwe kuelewa mambo ya mungu. kisha alisema kwamba mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini, na kitu kidogo kinachotosheka ni bora kuliko kile kilicho kingi lakini kinamghafilisha mtu, na msamaha mbaya kuliko misamaha yote ni ule unaoombwa wakati wa mauti, na majuto makubwa yatatokea siku ya kiama. na baadhi ya watu wanakuja kuswali kwa kuchelewa, na wapo ambao wanamkumbuka mungu kwa kuachaacha, na zambi moja katika mazambi makubwa ni uongo, na utajiri ulio mbora ni utajiri wa moyo. yani wanaoswali kwa kuacha na wanaochelewa kuja, mtume hakuwapenda. alisema kwamba tabia hii ni mbaya sana. alisema katika mazambi azim, zambi moja ni uongo, na utajiri ulio mbora kabisa ni utajiri wa moyo, na masrufu bora ni ucha mungu, na ukamilifu wa busara ni hofu ya allah, na jambo bora ni lile ambalo lipenyeze yakini katika mioyo, na kupata mashaka ni sehemu ya ukafiri, na kuomboleza kwa kupiga kelele ni kitendo cha ujahilia, na hiana ni moto wa jahanamu, na shairi mbaya inatoka kwa ibilisi, na pombe ni chanzo cha mazambi, na wanawake ni wavu wa shetani, na ujana ni sehemu moja ya ujanuni, na kipato kibaya kabisa ni kipato cha riba, na chakula kibaya kabisa ni kula mali ya yatima. na mwenye bahati njema ni yule ambaye apate nasaha kwa kuona wengine, na mwenye bahati mbaya ni yule ambaye atoke nje kutoka tumbo la mama yake akiwa na bahati mbaya. na kila mmoja wenu ataendea mahala pa mikono minne, yani mwishowe mtakufa tu, ataenda kaburini na swala litashughulikiwa siku ya akhira, na wasimuliaji wabaya ni wale walio waungo, na kile kinachokuja ni karibu, na kumtusi mumini ni ufasiki, na kupigana na mumini ni ukafiri, na kumsingizia mumini ni kumwasi mungu, na mali yake ni haramu juu ya wengine kama ilivyo damu yake, na mtu ambaye atakula kiapo zidi ya allah ye atamkazibisha, na mtu ambaye ataomba maghufira kutoka kwake allah atamsamehe, na mtu atakayemsamehe nduguye allah pia atamsamehe, na atakayezibiti hasira yake allah atamjalia malipo yake, na atakayesubiri katika shida allah atamjalia malipo yake, na mwenye kupenda umaarufu allah atamjalia umaarufu, na atakayesubiri allah atampatia mara mbili, na atakaye muasi allah atampatia adhabu. kisha alisema, e allah nisamehe na umsamehe umati wangu, e allah nisamehe na usamehe umati wangu, e allah nisamehe na usamehe umati wangu. alirudia mara 3. kisha akasema kwamba mimi namwomba allah maghufira kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. katika safari ya tabuk aliwasihi maswahaba vile vile. katika safari ya tabuk mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyakati mbalimbali aliwasihi maswahaba moja moja na kwa ujumla, ambazo baadhi ya nasaha zinatajwa hapa. Abu Said Khudri anasimulia ya kwamba mwaka wa tabuk mtume sallallahu alaihi wasallam akiegemea kipando chake alikuwa anatoa hutuba katika watu, na alisema kwamba je, nisiwaambieni kuhusu watu bora kabisa na walio wabaya?
kwa yakini mtu aliye mbora kabisa katika watu ni mtu ambaye akipanda farasi au ngamia au hata kwa miguu atoke na afanye kazi katika njia ya allah hadi mauti ya mkute. Na kwa yakini katika watu mtu mbaya kabisa ni mwenye dhambi ambaye kusoma anasoma kitabu cha mungu lakini haachi ujinga wake na haelekei kwake. sasa muone siku hizi watu wanadai kusoma qurani tukufu lakini hakuna matendo. hata ibn abbas anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa hutuba katika tabuk. alisema kwamba katika watu mtu huyu ni mwenye mfano ambaye akipanda farasi yake anafanya jihadi katika njia ya allah na anajiepusha na shari ya watu. na mtu wa pili ni mwenye mifano ambaye ana wasaa na ana utajiri na yeye anamtumikia mgeni wake na anatimiza haki yake. katika safari ile ya tabuk mtume sallallahu alaihi wasallam alimwindikia herakal barua moja. mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika tabuk, herakal yani kaisari wa roma, herakal lilikuwa jina lake. wakati ule alikuwepo hims. mtume saa salam alisema mtu ambaye ataenda na barua yangu kwa kaisari kwa ajili yake ni pepo. mtu mmoja akasema hata kama asipokee barua hiyo. mtume akasema kwamba hata kama asikubali kupokea barua hiyo, hata hivyo utapata pepo, wewe nenda nayo. hivi mtu huyu akaenda na barua ya mtume na akampatia herakal. ye akasoma na akasema kwamba rudi kwa nabii wako ukamwambie kwamba mimi ni mfuasi wake lakini sitaki kuacha utawala wangu. yeye akamtumia mtume dinari. mtu huyo akarejea na akaja kumwambia mtume kuhusu jambo lile. mtume akasema kwamba herakal amesema uongo, hakusema ukweli, na dinari zile akazigawa kwa watu. upande wa herakal barua hii alienda dehia, na hiyo ni barua nyingine na ile ambayo mwishowe mwaka wa 6 hijria mtume salam alikuwa ametuma kwa herakal kwa kupitia dehia, ambayo akapata katika mwaka wa 7 wa hijria. imam ibn hajar kwa mujibu wa kitabu maghazi na riwaya za sira ameeleza wazo hili kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwepo katika tabuk, ye akamwindikia kaisari kwa mara ya pili. wazo lake linasadikika kwa barua zile zilizochapishwa mwaka 1941 katika sura ya kitabu. jina la kitabu hiki ni majmua alwasaik asiyasiya lilahdi nabawi walkhilafati rashida, na mwandishi wake ni daktari hamidullah. kwenye kitabu hicho kuanzia zama ya unabii hadi zama ya makhalifa watukufu kuna kumbukumbu za kihistoria na mambo mengine ya siasa. kitabu hicho kwa mara ya kwanza kikapigwa chapa kutoka misri mwaka 1941 na sawa na kitabu hicho barua mbili zilitumwa kwa kaisari wa roma. katika barua ya kwanza ilikuwa imeandikwa kwamba ye asiwazuie wananchi wake kukubali islam, waila zambi za wananchi wake zitakuwa juu yake. na barua hiyo mwaka wa 6 hijria ilitumwa kwa kumpitia dehia kalbi. hali katika barua ya pili ilikuwa imeandikwa ya kwamba ukubali islam, la sivyo utalazimika kulipa jizia. barua hiyo pia mtume sallallahu alaihi wasallam akamtumia kaisari wakati wa vita ya tabuk kwa kumpitia hadrat dehia kalbi. katika historia kuna habari za kufanya mapatano na ahle ela. kwenye maelezo yake imeandikwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika tabuk, viongozi wa kristo walio majirani wakapata hofu na mungu akatia haiba juu yao kwamba muda si mrefu walikuwa wanapanga njama zidi ya waislamu. sasa wakaanza kuhisi wasiwasi kuhusu uhai wao, na wakihudhuria kwa mtume wakaanza kumwomba kwamba tufanye suluhu. kwanza kabisa kiongozi wa ela akaja kwa mtume. ela ni mji mdogo karibu na ufukwe wa bahari nyekundu, karibu na mipaka ya siria.
wakati wa kukaa katika tabuk kiongozi wa ala yohanna bin roba akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja naye watu wa siria watu wa yemen watu wa beher na watu wa jarba na azrao pia wakaja nao pia wakamwomba mtume sasam kufanya mapatano mtume sallallahu alaihi wasallam akawaindikia mkataba wa amani mtume sasam aliandika bismillahirrahmanirrahim hii ni kutoka kwa mungu na mtume wake nabii wake muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya yohanna bin roba na watu wa ela na kwa ajili ya safina zao na kwa ajili ya misafara yao na huo ni mkataba wa amani wao wamepewa amani kutoka kwa mwenyezi mungu na muhammad sallallahu alaihi wasallam amani kamili na pia pamoja nao watu wa siria watu wa yemen na watu wa bahar pia watalindwa watapewa amani yeyote aliyekwenda kinyume cha mkataba huo kushika mali yake kutakuwa halali na mtu akinyanganya mali ya mtu kama huyo hiyo itakuwa halali juu yake wao wasizuiwe kutumia maji ya chemchem au kisima chochote na pia hawatazuiwa kutembea kwenye njia yote ya bahari na bara na mkataba huu wa amani aliandika hadha shurahbail bin hasna na juhaim bin salt kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam yohana akampatia mtume saa salam nyumbu moja mweupe na pia akampatia shuka ya kuvalia mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia shuka moja ya kiyemeni na akatoa amri kwamba akae pamoja na bilal kisha mkataba wa suluhu ukafanywa pamoja na ahle makna walikuwa mayahudi na watu hawa walikuwa wanaishi karibu na ala kwenye ufukwe wa bahari hawa pia wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akawaindikia mkataba wa amani kwamba innahum aminun bi amanillahi wa amani muhammadin wa anna alaihim ruba ghuzulihim wa ruba simarihim watu hawa ni katika amani ya allah na muhammad sallallahu alaihi wasallam juu yao kuna jizia kutoka nyuzi na kutoka mawazi yao na kutoka matunda yao sehemu ya nne vivyo hivyo kuna habari za watu wa ahle jorba na azra kwamba kwa ajili yao mkataba wa amani uliandikwa hii ilikuwa ni miji miwili katika nchi ya siria kwenye maeneo balqa na kulikuwa na umbali wa maili 3 tu kati yao ilhali sawa na kauli moja kulikuwa na umbali wa maili 1 tu mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapatia watu wa jarba na azra mkataba wa amani haza kitabun min muhammadin nabiyyi li ahli jarba wa azruha annahum aminuna bi amanillahi wa amani muhammadin wa anna alaihim 100 dinarin fi kulli rajabin wa fiyatin tayyibatan wallahu kafilun alaihim maandishi hayo ni kutoka kwa nabii wa allah muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya watu wa jarba na watu wa azra watu hawa ni katika amani ya mwenyezi mungu na muhammad sallallahu alaihi wasallam juu yao kila mwaka ni kutoa jizia dinari 100 ya dhahabu halisi na mwenyezi mungu ndiye mlinzi wao kuhusu vita vya tabuk kuna habari ya saria moja saria hii inaitwa saria khalid bin walid kuelekea kaidar bin abdul malik mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika tabuk alimtuma khalid bin walid mwezi wa rajab mwaka wa 9 hijria pamoja na watu 420 kuelekea kwa akaidar bin abdul malik upande wa domatul jandal ni ngome moja kati ya madina na siria na ni kijiji ambacho kina umbali wa usafiri wa siku 15-16 kutoka madina ngome hii ilikuwa na maili 400 kilomita kutoka tabuk akidar alitokana na kabila banu kinda na alikuwa mfalme wao alikuwa mkristo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia khalid kwamba we utamwona wakati wa usiku atakapokuwa anawinda ngombe wewe umkamate mwenyezi mungu alimwonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam manzari hizi kwamba hiyo itakuwa hali yake wakati ule wewe utamshambulia na utamkamata
kisha alisema kwamba mwenyezi mungu atafanya mpango, utapata ushindi juu ya dhoma. ukipata mamlaka juu yake usimue, bali umlete kwangu, na kama akikataa na apigane nawe kisha umue. kuhusu kuondoka kwa Khalid imeandikwa kwamba Khalid alielekea huko na akafika karibu na ngome, kwamba ngome ikaanza kuonekana mbele ya macho yake. usiku ulikuwa wenye nuru. Akaidar pamoja na mke wake Rubab bin Naif kindia alikuwa juu ya paa yake, ambapo ngome moja akaja akaanza kupiga mlango wa ngome kwa kichwa chake. mke wa Kaidar akasema kwamba je, umewahi kuona tukio kama hilo, kwamba kutoka msitu ngombe aje kupiga mlango wa kasri? Kaidar akasema wallahi sijawahi kuona manzari kama hiyo. hapo mwanamke huyo akasema kwamba nani anaweza kumwacha? ye akasema hakuna anaweza kumwacha, ngoja ni mwinde. hivyo akashuka chini na akatoa amri ya kupanda juu ya farasi zake. pamoja naye wakapanda watu wake, na mmoja alikuwa Hassan kama ndugu yake. ye akapanda na pamoja nao akatoka nyuma ya ngombe huyo. watu walikuwa wanakwenda nyuma ya windo hiyo, ndipo kundi la Khalid wakaja mbele na wao wakamkamata Kaidar, lakini Hassan akakataa kutekwa na akaanza kupigana nao. hapo ye akauawa. Hassan akauawa. juu ya kichwa yake kulikuwa na shuka ya hariri ambayo ilikuwa imeshonwa dhahabu. Khalid bin Walid akatuma shuka hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kisha akiwa na Kaidar akaondoka. kwenye maelezo yake imeandikwa zaidi kwamba Kaidar alipokamatwa na ndugu yake Hassan akauawa, hat Khalid akamwambia Kaidar kwamba je, nisikupatie uhifadhi kwa sharti hili, kwamba nikupeleke kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wewe unisaidie kupata ushindi juu ya Domatul Jandal? Kaidar akasema kwamba ndiyo. hapo Khalid akamchukua na kwenda naye hadi akaja karibu na ngome. Kaidar akawaita watu wa familia kwamba fungueni mlango. wao walipoamua kufungua mlango, ndugu wa Kaidar Muzat akakataa. Kaidar akamwambia Khalid kwamba umejua kwamba ye hafungui mlango, kwani wao wameona minyororo ambayo umenivisha. wewe niache mimi na kuambia kwa jina la Allah na kwa amana kwamba nitakufungulia mlango wa ngome, sharti ni kwamba ufanye suluhu juu ya familia yangu. Khalid akasema kwamba nitafanya suluhu na wewe. Kaidar akasema kwamba kama ukipenda mimi na kufanya kuwa thalith, na kama ukitaka unifanye kuwa thalith. Khalid akasema kwamba sisi tutakubali kutoka kwako yale utakayotupatia. hivyo hat Khalid alimwacha Kaidar akafungua mlango wa ngome. ndugu yake Kaidar Muzat pia akakamatwa na vitu vyote vikachukuliwa ambavyo suluhu ilikuwa imefanywa juu yao. Waislamu katika vita hii walipata ngamia 2,000, watumwa 800, deraya 400 na mikuki 400. kutoka mali hii ya ghanima sehemu ya 5 ya Allah na mtume wake ilitolewa nje na mali nyingine ikagawanywa kati ya wanajeshi wote. Kaidar na ndugu yake walihudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. habari hizi pia zinapatikana katika historia. Jabir anasimulia kwamba hat Khalid alipoleta Kaidar, mimi nikamwona alikuwa amevaa msalaba wa dhahabu na mavazi ya hariri. ye alipoenda kuzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kusujudu mbele yake. Mtume akasema hapana, usini sujudu. yeye akampatia vitu vichache kama zawadi. moja ilikuwa ni kitambaa na nyumbu. ye akafanya suluhu pamoja naye juu ya jizia, yani Mtume sallam sawa na Ibn Asir. hela ya jizia ilikuwa ni dinari 300, na damu yake na damu ya ndugu yake ikasamehewa na akawaacha, na akaandikisha mkataba wa amani kwa ajili yao na masharti ya suluhu. mkataba wa amani ulikuwa na maneno haya: bismillahirrahmanirrahim. mkataba huu ni kutoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya Kaidar ambaye alikubali Islam
na akajitenga na masanamu. Alikuwa amekubali islam sawa na riwaya hiyo, na amri hizi ni kwa ajili ya jumatul jandal na watu walio jirani yake. Kwa ajili yetu itakuwa ardhi isiyostahiki kulimwa, yani ardhi isiyo na kilimo, silaha na ngamia na ngome, ila hali kwa ajili yenu kutakuwa na mitende iliyopo katikati ya mji, vitu ambavyo vimetajwa juu waislamu watapewa, na kwa ajili yenu kutakuwa na mitende iliyopo katikati ya mji, na pia mtakuwa na chemchem. Nini hamtazuiliwa kulisha wanyama wenu, mtaswali kwa wakati, mtatoa zaka kamili. Hii ni ahadi ya allah pamoja nani. Kwa ajili yenu ni muhimu kusema ukweli na unyofu. Mwenyezi mungu na kila muislamu ni shahidi juu yake. wakati wa vita vya tabuk sahaba moja alifariki dunia. habari zake zinapatikana katika historia. kuhusu mazishi yake vile vile, tukio ambalo kwa kuliona baadhi ya masahaba wakubwa pia walitamani kwamba lau kama wao wangezikwa kwenye mahala pake. abdullah bin masud anasimulia kwamba nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya tabuk. safari moja nikaamka wakati wa usiku, nikaona moto, mwanga wa moto upande wa sehemu moja ya jeshi. hivyo nikaelekea kwake ili nione kwamba kuna nini. niliona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, hata abubakar radhiyallahu anhu na hata umar radhiyallahu anhu. mimi niliona kwamba hata abdullah zulbijadain muzni ameshafariki dunia, na watu hawa walikuwa wameshachimba kaburi lake, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndani ya kaburi, ilhali hata abubakar na hata umar walikuwa wanamkabidhi mtume sallallahu alaihi wasallam maiti yake. na mtume alikuwa anasema kwamba nini nyote mumkaribishe ndugu yenu huyo karibu nami. hivyo wao wakamkabidhi mtume sallallahu alaihi wasallam maiti ya abdullah zulbijadain. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mikono yake akaweka maiti hiyo kwenye kaburi, na kisha mtume akafanya dua kwa ajili yake, allahumma inni amsatu razian anhu farza anhu. e allah, nimefikia jioni hali nilikuwa nimemrizia, hivyo pia umrizie. abdullah bin masud anasimulia kwamba wakati ule mimi nikatamani kwamba laiti mimi ningekwepo kwenye mahala pake na ningepata maombi haya. abdullah zulbijadain alitokana na kabila banu muzena. alikuwa mtoto mdogo baba yake alipofariki dunia. hakupata chochote kutoka urithi. baba yake mdogo alikuwa tajiri, yeye akamlea hadi yeye pia akawa tajiri, na akaanza kufanya biashara pamoja naye. na baada ya ushindi wa makka akakubali islam. alipokubali islam, baba yake mdogo akanyanganya kila kitu kutoka kwake, hadi akanyanganya kikoi chake. kisha akaja mama yake, yeye akagawa shuka yake kwenye sehemu mbili, na hata abdullah akatumia sehemu moja kama kikoi chake na sehemu ya pili akatumia kama shuka ya kujivalia. kisha akaja madina na akalala miskitini. kisha akaswali alfajiri pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. anasema kwamba mtume saa salam alipokuwa anahitimisha sala ya alfajiri, alikuwa anawaona watu kwa uangalizi mkubwa kwamba ni kina nani ambao ni wapya. mtume saa salam akamwona abdullah na akaona kama ni mgeni, na akamuuliza abdullah kwamba wewe ni nani. abdullah akaeleza nasaba yake. riwaya moja inasema kwamba ye akasema kwamba mimi naitwa abdul uzza. hapo mtume sasa akasema kwamba wewe ni abdullah zulbijadain, yani mwenye shuka mbili. kisha alisema kwamba ukae karibu nami. hivyo yeye akawa miongoni mwa wageni wa mtume saa salam, na mtume alikuwa anamfundisha kurani tukufu hadi yeye akahifadhi kurani tukufu nyingi. mtume alipoelekea upande wa tabuk, ye akasema ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufanye dua kwamba nipate kifo cha kishahidi. mtume akafanya dua kwamba e allah, mimi naharamisha damu yake juu ya makafiri. ye akasema ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyo haikuwa nia yangu. mtume akasema kwamba ukitoka kwa ajili ya kupigana jihadi katika njia ya allah na ukipata homa na kwa sababu yake ufe, basi wewe pia utakuwa shahidi. na kama kipando chako kikuangushe chini na shingo yako ikatike, hata hivyo utakuwa shahidi.
usijali kwamba unapata shahada kwa njia gani. hivyo baada ya siku chache tu kufika tabuk alifariki dunia kwa sababu ya marazi. hat muawiya bin muawiya muzni, kuna habari ya sala ya jina yake katika safari hii. anas bin malik anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika tabuk. jibrail akaja na akasema kwamba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muawiya muzni amefariki dunia katika madina. mwenyezi mungu akampatia mtume taarifa kwa kupitia jibrail, hivyo uswali jeneza yake. kitanda chake kikainuliwa hewani kama kashf na kikaja mbele ya mtume saa salam. ye akasalisha jeneza yake. mbele yake zilikuwepo safu za malaika. mtume akaamuru jibrail kwamba amepataje daraja hiyo. ye ameletwa hapa na nimeambiwa kwamba ni swali jina yake. jibrail akajibu kwamba kwa sababu ya kupenda sura qul huwallahu ahad alikuwa anasoma sura hii akisimama, akikaa, akipanda na akitembea kwa miguu. pia habari hii inapatikana kwamba baada ya kufika tabuk kwa ajili ya kwenda mbele, mtume sallallahu alaihi wasallam alipata mashauriano kutoka maswahaba. mtume sallallahu alaihi wasallam alishauriana na maswahaba kuhusu kuelekea mbele. atumar akasema kwamba ya rasulullah, kama umepewa amri ya kwenda mbele lazima uende mbele. sawa, tutaenda pamoja nawe. mtume sasa akasema kwamba kama ningekuwa na amri kutoka allah basi nisingeshauriana nani. ye akasema, tumar akasema kwamba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu wa roma wana majeshi mengi na sisi tumekuwa karibu nao na hata kuja karibu kwao kumewatia haiba. mwaka huu tunarejea mpaka tuzalishe rai fulani au mungu alete mpango wake fulani. kwa kusikia habari hiyo mtume saa salam akaishi tabuk siku 20 kisha akaamua kurejea, na sawa na kauli nyingine akaishi tabuk chini ya siku 20. na riwaya hizi mbili zimetatuliwa hivi kwamba katika kauli yenye siku 20 siku za kufika tabuk na kuondoka kutoka tabuk pia zimehesabiwa, na ilhali katika kauli nyingine siku hizi hazikuhesabiwa. kwenda kutoka madina na kisha kurejea madina kulichukua miezi miwili au zaidi yake. hivyo sawa na riwaya ibn saad, mwezi wa rajab mwaka wa 9 hijra mtume sallallahu alaihi wasallam alielekea kwa ajili ya vita hii, na mwezi wa ramazan mwaka wa 9 hijria akarejea madina. kati ya miezi miwili kuna mwezi wa shaban. vivyo hivyo mtume akabaki nje ya madina miezi miwili au zaidi yake kidogo. wallahu alam. hat muslim maud pia ametoa ufafanuzi wake. anasema kwamba alipofika karibu na nchi ya siria kwenye eneo la tabuk akapeleka watu hapa na pale ili wao wajue kwamba uhakika ni upi, na watu hawa wakaleta taarifa hii kwa pamoja kwamba saizi hakuna jeshi ambalo linakusanyika. hatumar pia alikuwa amesema hayo kwamba wao hawakuja kwa ajili ya kupigana vita, wamepata hofu. hiyo kuna haja gani ya kupigana nao? hapo mtume sasa akaishi kule kwa siku kadhaa na akafanya mikataba na baadhi ya makabila ya jirani na akarejea bila vita. safari hii ilikuwa ni ya miezi 2.5. kuna maelezo ya kurejea kwake katika madina, inshallah nitaeleza siku za usoni. kuhusu bangladesh nilikuwa nimewaambieni kwamba mfanye dua. huko kundi la mashekh ambao ni wapinzani wa jamaat wanaendelea kupiga kelele. kesho kuna mkutano wao moja, hivyo mufanya dua kwa ajili ya wanajumuiya wa bangladesh. mungu awalinde waahmadia wote, awalinde kutoka shari zao. vivyo hivyo muwaombe waahmadia wa pakistan vile vile, mungu awalinde. kuna haja ya kufanya maombi mengi. wapinzani wanapozuiliwa kikanuni au kwa njia nyingine kisha wanaenda kuwalenga waahmadia, hivyo waahmadia wanahitaji maombi zaidi na pia wanahitaji uangalizi mkubwa. vivyo hivyo mufanya dua kwa ajili ya wapalestina. japo mikataba imefungwa, wanasema vita imesitishwa, lakini wanaendelea kuuawa. mungu awarehemu.
pia mfanye dua kwa ajili ya wahamadia wa afrika. Katika baadhi ya maeneo serikali zinaendelea kuwadhulumu watu wao, magaidi wanaendelea kuwashambulia watu wao, na saa nyingine wahamadia pia wanapata athari yake. mwenyezi mungu alete amani katika dunia nzima na alete usalama katika dunia nzima. baada ya swala nitasalisha jina moja ghaibu ambayo ni ya muhammad hussein saheb, mwana wa muhammad ismail saheb wa rabwa. siku za nyuma akiwa na umri miaka 80 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa musi, alikuwa amelipa hisa jaidad kwenye maisha yake. katika familia ameacha mke, mabinti 3 na vijana 4. mtoto wake mmoja muhammad imran saheb ni mbashiri wa jamaat nchini nigeria, afrika magharibi. anaendelea kuitumikia jamaati huko, na kwa sababu ya kuwepo huko hakuweza kushiriki katika mazishi ya baba yake. vivyo hivyo mtoto wake mmoja ni wakfe zindagi ambaye ni mwalimu wa jamaat muhammad lukman saheb. katika familia yake jumuiya ilipatikana mwaka 1956 kwa kupitia baba yake muhammad ismail saheb. kisha baada ya miaka 2 yeye akahamia rabwa. marehemu alikuwa mwenye kuswali sala zote, kufunga saumu, kusoma kurani tukufu bila kukosa, mwenye kusali sala tahajudi, mtu mwenye ikhlasi na kufanya maombi mengi. mwalim saheb anaandika, mohsen tayyib saheb, kwamba mimi nilipata bahati ya kuitumikia jamaat kwenye mtaa wake kwa miaka 5. niliona jambo moja katika sifa zake kwamba alikuwa amezidi sana katika mambo ya kujitolea. mwaka mpya ukianza alikuwa anafanya juhudi ya kulipa mchango akiwa wa kwanza, na risiti ya kwanza ikatwe kwa jina lake. saa nyingine alikuwa anajaribu kutoa kabla ya kutangaza mwaka mpya, na alipokuwa anaambiwa mwisho wa mwaka alikuwa anatoa zaidi. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu, awajalie watu wa familia subira na amani, haswa mtoto wake ambaye ni nje ya nchi. mwenyezi mungu amjalie subira na amani na awajalie kuendeleza mema yake. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.